ili aufunue mpango wa Mungu kwa mwanadamu, mpango wa wokovu wa kumwokoa na kumkomboa mwanadamu kutoka katika utumwa wa dhambi, utumwa wa magonjwa, utumwa wa shetani na kazi zake zote. Bwana Yesu Kristo apewe sifa sana. Ijumaa tulishia kuangalia tuliangalia pointi ya 4 na ya 5. Pointi ya 4 ambayo ilikuwa inasema Yesu alizaliwa ili awe nuru. Alizaliwa ili awe nuru kwa waliokuwa gizani. Alizaliwa ili awe nuru kwa waliokuwa gizani. Tumeangalia, lakini tulishia pointi ya 5 ambayo inazungumza kusudi jingine la 5 la kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Amezaliwa ili afunue tabia ya Mungu. Tabia ya Mungu kwa mwanadamu. Yesu amezaliwa ili afunue tabia ya Mungu kwa mwanadamu. Na tulishia kuangalia tabia 2 ambazo zimefunuliwa na Yesu Kristo kwa kuzaliwa kwake. Mungu anafunua tabia yake kwetu. Wakati wanadamu wameharibika mioyo, wanadamu wameoza, wanadamu hawafai, mioyo yao, dhamiri zao, maisha yao yameharibika, yamemwasi Mungu, yameenda mbali, yako mbali na Mungu. Mungu anafunua tabia yake kwa kupitia mwanaye Yesu Kristo kuzaliwa kwake. Anafunua tabia zake katikati yetu. Na moja ya tabia ambayo tuliona ni tabia inayofunuliwa na Mungu, ni tabia ya huruma na rehema. Huruma na rehema tuliona zinafunuliwa kwa kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Mungu anafunua tabia yake ya huruma na rehema, na tulipitia kuziangalia kwa mapana sana huruma na rehema za Mungu kwa kumtoa mwanaye wa pekee Yesu Kristo aje azaliwe tena mahali pa chini sana kwenye holi la kulia ng'ombe. Hizo zilikuwa ni huruma na rehema za Mungu kwa watu wake. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na tulisema ya kwamba wapendwa, huruma za Mungu na rehema za Mungu, sio kwa sababu ya huruma na rehema za Mungu basi sasa tuweze kutembea tunavyoweza kutembea. Lakini huruma na rehema za Mungu hazitupi tiketi ya kuendelea kutenda dhambi au kuendelea kuwa chini ya dhambi na kuendelea kuitumikia dhambi. Huruma na rehema za Mungu zilizoachiliwa kwa kuzaliwa kwa Yesu Kristo zinatuvuta sote tupate kutubu. Zinamvuta mwanadamu apate kutubu, apate kuondoka kwenye tabia na mwenendo usiofaa ambao tumeuchukua kwa baba zetu. Huruma na rehema za Mungu zinazofunuliwa kwa kuzaliwa kwa Yesu Kristo, huruma hizo zinatuvuta tupate kutubu, na rehema hizo zinatuvuta tuje kwenye toba. Bwana Yesu apewe sifa sana. Tutazama kwa kina. Sasa leo tuangalie tabia nyingine katika tabia zilizofunuliwa kwa kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Pointi ya 5 nasema kusudi la kuzaliwa kwa Yesu Kristo ilikuwa ni kufunua tabia ya Mungu kwa mwanadamu. Na moja ya Kirumi tuliona tabia ya Mungu iliyofunuliwa kwanza ni huruma na rehema. Tumeitazama, tumeiangalia kwa mapana sana tabia hii. Wale ambao wamefika Ijumaa wamefaidika sana na msitaki kurudia kule. Lakini tuangalie tabia nyingine 2 ya Kirumi katika namba 5. 2 ya Kirumi. Tabia nyingine ambayo imefunuliwa na ya Mungu, imefunuliwa kwa kuzaliwa kwa Yesu Kristo, ni tabia ya upendo. Upendo wa Mungu. Upendo wa Mungu. Upendo wa Mungu. Upendo wa Mungu unafunuliwa kwa kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Mungu anafunua pendo lake. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Yohana 3:16. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanaye wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele katika yeye. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Bwana apewe sifa sana. Mstari huu unafunua
kwa nini Yesu alizaliwa, kwa nini Yesu alikuja akazaliwa. Unafunua juu ya pendo la Mungu lililofunuliwa kwetu sisi, tabia ya Mungu ya upendo wa kuwapenda watu wake. Na kwa sababu Mungu alitupenda na tabia yake ni upendo, na akaona wanadamu wameharibika, upendo umeondoka, chuki imetawala, fitina zimetawala, Mungu kwa kumtuma mwanae aje ulimwenguni azaliwe. Wapendwa, Yesu ninayezungumza alikuwepo. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kabla ya milima ya kuwepo. Haleluya. Biblia inamthibitisha alikuwepo. Kabla ya milima kuwepo, kabla ya duara kabla ya mipaka ya maji, Yesu alikuwepo. Bwana apewe sifa sana. Kwa nini alikuja azaliwe? Alizaliwa kufunua upendo wa Mungu kwa watu wake. Kwa hiyo pendo la Mungu linafunuliwa kupitia kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Tunaiona tabia nyingine ya Mungu. Mungu anaiachilia, anaidhihirisha kupitia tendo la Yesu Kristo kuzaliwa pale Bethlehem. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Napozungumza upendo wa Yunani, wana aina kama tatu za upendo. Wana upendo wa kwanza ambao unaitwa helos, yaani upendo wa kirafiki. Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini pia wana upendo wa pili wanaita phileo. Upendo wa kwanza eros, upendo wa mke na mume. Upendo wa pili ambao ni upendo wa mtu na rafiki yake. Lakini kuna aina ya tatu muhimu ambayo inaitwa ni agape. Agape ni upendo, ndio upendo wa Mungu unaofunuliwa. Na agape ni upendo wa Mungu ambao anakupenda, yani sio kwa sababu fulani, lakini kwa sababu ya upendo wake tu unakupa kukupenda. Sio kwa sababu una kiwango cha uzuri. Unajua helos ni kwa sababu una mahusiano ya kati ya mke na unampenda mke huyo kwa sababu ni mke wako. Bwana Yesu atusaidie sana. Na phileo ni kwa sababu unampenda huyo kwa sababu ni rafiki yako, mna mahusiano, mnapeana vitu. Huyu anakupa vitu, huyu anakupa hiki. Phileo, rafiki yako, mnampenda. Lakini agape ni upendo ambao Mungu alitupenda tukiwa hatupendeki. Unajua kuna mtu ambaye hapendeki, yani uko kwenye hali mbaya, umechafuka, umeharibika, umeoza, haufai, unanuka, unamuudhi, unatenda vibaya, lakini bado anaonyesha upendo wa kukupenda. Huo ndio agape. Bwana Yesu apewe sifa sana. 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 Huo unafunuliwa kupitia kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa. Upendo huo unafunuliwa. Bwana Yesu Kristo apewe sifa sana. Katika waraka wa kwanza wa Yohana mlango ule wa 4 kuna vitu anavizungumza pale Yohana, na moja kati ya mtume anaitwa mtume wa upendo ni Yohana. Yohana anaitwa mtume wa upendo, maana anauelezea upendo wa Mungu kwa kina kikubwa. Na nadhani kwa sababu Yohana ni moja kati ya wanafunzi waliopata neema kukaa karibu na Yesu, kwa hiyo alielewa sana upendo wa Mungu kwa kiwango kikubwa. Kwa sababu wana theolojia wanasema ndio mwanafunzi aliyependwa sana na Yesu, na yeye alimpenda Yesu. Yesu alipenda wote, lakini huyu alimpenda sana Yesu, na akakaa kifuani, alikuwa anaegema kifuani kwa Yesu. Mahali Yesu alipo Yohana alikuwepo anaegema. Bwana apewe sifa sana. Yupo kifuani kwake. Kwa ni kama ni mtu ni kwamba alihisi upendo wote. Kwa alipokuwa anafunuliwa hata jua habari ya upendo wa Mungu, alifunuliwa kwa kina na kwa urefu Yohana. Juu upendo wa Mungu ulivyo kwa kina chake na upana wake na urefu wake. Upendo wa Mungu ambao hauna mipaka.
Unajua unaweza kumpenda mtu kwa sababu ni kabila lako. Unampenda kwa sababu ni kabila, ni Mpare mwenzangu, ni Mnyachusa mwenzangu, tunatoka mahali pamoja, ni Mtanzania mwenzangu. Unampenda kwa sababu ni Mtanzania mwenzangu. Nampenda kwa sababu tuko ofisi moja. Nampenda kwa sababu tupo kanisa moja. Nampenda kwa sababu tuko pamoja. Huo ni upendo wa kibinadamu. Upendo wa Mungu hauna mipaka. Uliofunuliwa, Bwana Yesu apewe sifa sana. Hauna mipaka. Mungu anawapenda watu wote, kabila zote, watu wa kila taifa, watu wa kila lugha chini ya mbingu. Mungu anawapenda. Bwana Yesu apewe sifa sana. Haijalishi wamechafuka kiwango gani, Mungu anawapenda. Haijalishi tumechafuka kiwango gani, Mungu alifunua upendo wake kupitia kwa Yesu Kristo kuzaliwa Bethlehem. Mungu akafunua upendo wake jinsi ulivyo, kwamba yeye anatupenda kwa sababu asili yake Mungu wetu ni pendo. Haleluya, haleluya. Sema mimi kama unanielewa vizuri sawa sawa. Waraka wa kwanza wa Yohana sura 4 mstari wa 7 na 8. Nitasoma katika jina la Yesu. Biblia inasema, wapenzi, na tupendane, kwa kuwa pendo latoka kwa Mungu. Kwa kuwa pendo latoka kwa Mungu, na kila apendaye amezaliwa na Mungu, naye anamjua Mungu. Kila apendaye amezaliwa na Mungu, naye anamjua Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo ili tumfahamu Mungu, Yesu alifunua kwa njia ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Lilifunuliwa pendo la Mungu la sisi kumjua Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Naomba Roho Mtakatifu akusaidie mpendwa, uelewe kina cha hili pendo liliofunuliwa, ili sisi tupate kumwelewa na kumjua Mungu alivyo, kwamba yeye ni pendo. Anasema, wapenzi, na tupendane, kwa kuwa pendo latoka kwa Mungu, na kila apendaye amezaliwa na Mungu. Na kila apendaye amezaliwa na Mungu, naye anamjua Mungu. Yeye asiyependa hakumjua Mungu, kwa maana Mungu ni pendo. Yeye asiyependa hakumjua Mungu, kwa maana Mungu ni pendo. Katika hili pendo la Mungu limeonekana kwenu, kwamba Mungu amemtuma mwanaye wa pekee ulimwenguni, ili tupate uzima kwa yeye. Haleluya. Katika hili pendo la Mungu limeonekana kwenu, kwa kuwa Mungu alimtuma mwanaye ulimwenguni. Kwa kitendo cha Yesu kuzaliwa kilikuwa kinafunua upendo wa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Mungu akamtuma mwanaye ulimwenguni. Aliposema ni mtume nani, kikao kikakaa kule mbinguni. Akauliza, Isaya anakiona kile kikao, Isaya nabii kilichokaa mbinguni, wakati Mungu amekaa na malaika zake kule mbinguni, na kabineti na wale maserafi makerubi, amekaa na wale malaika. Anauliza, anasema, ni mtume nani atakaye kwenda duniani kuwakomboa? Yesu akasema, nitume mimi hapa Baba, niko tayari kwenda. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hili lilikuwa linafunua na kuonyesha tabia ya Mungu ya upendo. Haleluya, haleluya. Sema amina kama unaelewa vizuri sawa sawa. Maana maandiko yanasema ya kwamba katika hili pendo la Mungu limeonekana kwenu, kwamba Mungu amemtuma mwanaye wa pekee ulimwenguni, ili tupate uzima wa milele kwa yeye. Haleluya, 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 haleluya. Kwa hiyo Mungu aliachilia upendo, alifunua upendo, na ndio maana tabia
ya upendo wa Mungu anataka iwe kwa watoto wake. Bwana Yesu atusaidie sana, kwa sababu Mungu amefunua upendo wake kupitia kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Mstari wa 10 anazungumza nini? Katika mstari wa 10 kuna vitu anavizungumza, vitu vya muhimu. Mstari ule wa 10 anasema hivi: hili ndilo pendo, hili ndilo pendo, si kwamba sisi tulimpenda Mungu, bali kwamba yeye alitupenda sisi, akamtuma mwanaye kuwa kipatanisho kwa dhambi. Wapenzi, ikiwa Mungu alitupenda sisi, hivi imetupasa sisi kupendana. Wapenzi, ikiwa Mungu alitupenda sisi hivi, yani kiwango hiki cha kumtoa mwanaye, kiwango hiki cha kumfanya Yesu azaliwe, aingie kwenye tumbo la Mariamu, apitie zile prosesi zote, alikuwa yu namna ya Mungu, apitie zile prosesi zote za kukaa tumboni kwa mtoto, mateso yale yote ya prosesi ya kukaa tumboni kwa mtoto miezi 9, apitie zile zote kwa kiwango cha namna hiyo, alafu akubali kupitia prosesi zote mpaka za maumivu. Kuna watu wengine wanasema, wanadhani kwamba Mariamu alipozaa hakusikia uchungu. Hamna. Bwana Yesu atusaidie sana. Alisikia kama kawaida. Ndio maana alikuwa na safa katika kila nyumba ya wageni, kwa sababu hali ya kuzaa ilipofika, na hili mwanamke apate kuzaa, lazima asikie hali ya uchungu. Bwana Yesu Kristo apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Ndio maana Yusufu alikuwa anahangaika kila mahali, akiona hali ya mke wake sasa amefikia kuzaa, maumivu anayasikia, hali huku na huku, anahangaika kule na kule. Alisikia, alipitia hali zile tunazozipitia sisi. Bwana Yesu atusaidie sana. Yesu alizipitia, na ndio maana anaitwa kuhani mkuu kwa mfano wa Melkizedeki. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na Biblia inasema alijaribiwa katika mwili sawa sawa na sisi, lakini hakutenda dhambi. Maana alipitia mazingira ambayo tuliyapitia sisi, lakini alikuwa yu namna ya Mungu. Alikubali kupitia ili ni pendo kubwa la kiwango kipi cha kushuka kiwango cha namna hii cha kuonyesha upendo. Bwana Yesu atusaidie sana. Ndio maana mpendwa, ukienda jehanamu utakato hukumiwa ni kwa sababu ulikataa upendo wa Mungu uliofunuliwa. Watu wanaenda jehanamu kwa sababu ya kukataa tu upendo wa Mungu uliofunuliwa kupitia kumleta mwanae Yesu Kristo azaliwe. Kukataa upendo wa Mungu uliofunuliwa. Ukamkataa Yesu, kimkataa Yesu, umekataa upendo wa Mungu uliofunuliwa. Na hiyo itawapeleka wengi jehanamu kwa sababu ya kukataa upendo wa Mungu uliofunuliwa kupitia Yesu aliyeletwa hawe mwokozi. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Sema amina kama unaelewa vizuri sawa sawa. Hili ndio pendo, si kwamba sisi tulimpenda Mungu, bali kwamba yeye alitupenda sisi, akamtuma mwanae awe kipatanisho kwa dhambi. Wapenzi, ikiwa Mungu alitupenda sisi hivi, imetupasa sisi kupendana. Hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wowote. Tukipendana, Mungu ukaa ndani yetu, na pendo lake limekamilika ndani yetu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Anasema hakuna mtu yoyote aliyemwona Mungu wakati wowote. Ukitaka kumwona Mungu, tunaona upendo. Ili watu wamwone Mungu, waione tabia ya Mungu ni upendo, waione katikati ya maisha yako. Watoto wako wamwone Mungu, wakuone baba umetawaliwa na upendo wa Mungu na unauonyesha upendo wa Mungu. Kwenye ofisi yako, ili watu wamwone Mungu, lazima watawaliwe na waone wewe unaonyesha upendo wa Mungu. Ndipo watu watakaposema Mungu ni pendo, na watamwona Mungu kupitia wewe. Bwana Yesu Kristo atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu, wanakukuta unatangaza umeokoka, lakini saa zote ndita tu. Saa zote kila mtu ofisini, ukiwa ofisini saa zote unajifanya kwamba
mtu fulani hivi, yani ujalijali, usiki, dharau, kebei. Hiyo sio tabia ya upendo wa Mungu. Bwana Yesu Kristo asaidie sana. Mtu unapotezea, mtu akupotezea, wa kutokujali watu, kutokujali mambo, kutokujali majirani, kutokujali mambo, mtu ujalijali, upo. Hiyo sio tabia ya upendo wa Mungu. Upendo wa Mungu umebeba msingi wa upendo wa Mungu umebeba moja, kujali. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kujali. Msingi wa upendo wa Mungu umebeba moja, kujali. Upendo wa Mungu ndani yake unajali. Ndio maana Mungu alipojali alichukua tendo la pili. Alipojali hali yetu tulionayo, alipojali tumechafuka, alipojali tumeharibika, alipojali kuona kwamba hakika shetani ametuonea, amefika mahali ametugandamiza, hatuna uhuru wetu wenyewe, hatujitawali wenyewe, tunatumikishwa. Mungu alipojali akachukua tendo la pili, akatoa, Bwana Yesu apewe sifa sana, mwanaye wa pekee aje ulimwenguni. Kwa hiyo upendo msingi wake wa kwanza ni kujali, lakini msingi wa pili wa upendo ni kutoa. Msingi wa pili wa upendo ni kutoa. Kama mtu hakujali, hakupendi, maana yake hana upendo. Bwana Yesu tusaidie sana. Kama mtu hakujali, hakupendi, maana yake hana upendo. Lakini msingi wa pili wa upendo ni kutoa. Upendo wa Mungu umebebwa kwenye msingi wa kutoa. Kama mtu anakujali, maana yake atajitoa kwa ajili yako. Atatoa muda kwa ajili yako. Atatoa mali kwa ajili yako. Atatoa fedha kwa ajili yako. Bwana Yesu apewe sifa sana. Sisi tuliokoka kule zamani, tulikuwa kanisa lilikuwa limefunikwa na upendo mkubwa wa ajabu. Yaani kama mtu akiugua hospitali, mshirika ameenda hospitali, amelazwa, watu wanapishana chupa za uji, mtori, paka yule mgonjwa. Yaani kupitia yule mshirika aliyelazwa hospitali, wagonjwa wengine wote wananeemeka, walikuwa kwenye wodi ile. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa sababu huyu ameleta supu, hawezi kumaliza zote yule mgonjwa, alafu ni mgonjwa. Huyu ameleta, anawagaia na wenzake, na yeye ana upendo. Asema, chukueni jamani mnywe, chukueni mnywe. Anakuta yule pale, chukueni mnywe, chukueni mnywe, chukueni mnywe, chukueni mnywe. Bwana Yesu apewe sifa sana. Sema amina kama unaelewa vizuri sawa sawa. Upendo. Kwa hiyo Mungu alifunua upendo kupitia kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Upendo wa Mungu ukafunuliwa. Na tumesema msingi wa upendo wa Mungu umejengwa kwenye moja, kujali. Namba 2, msingi wa upendo wa Mungu umejengwa kwenye kutoa. Mungu alimtoa mwanae. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 3 mstari wa 18 anasema neno hili. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 18 anasema, watoto wadogo, tusipende kwa neno. Watoto wadogo, tusipende kwa neno wala kwa ulimi, bali kwa tendo la kweli. Watoto wadogo, tusipende kwa neno wala kwa ulimi, kwa tendo la kweli. Mungu alipotupenda kwa tendo la kweli, alitoa mwanae. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Sasa unasema ninakupenda, alafu utoi muda kwa ajili ya yule unayempenda, maana yake huna upendo. Bwana Yesu atusaidie sana. Jambo la kwanza, lazima utoi muda kwa yule ambaye unampenda, lakini lazima ujitoe kwa ajili ya yule unayempenda. Kama unasema unampenda Mungu, hutakosa kutoa muda kwa ajili ya Mungu. Huwezi kusema nampenda Mungu, alafu yani wewe ni Jumapili kwa Jumapili. Hata mtu unayempenda kweli kweli, kama mawasiliano yenu ni Jumapili mpaka Jumapili, upendo ule unapungua. Upendo unakuwa kulingana na namna ambavyo mnawasiliana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Ndio unajenga kukua kwa upendo.
Kwa hiyo kadri ambavyo unajiweka karibu na Mungu, una mawasiliano karibu na Mungu, unaukuza upendo wako na Mungu. Ukiwa mbali na Mungu, huna muda wa maombi, huna muda wa kusoma neno la Mungu, huna muda wa kuhudhuria ibada. Unahudhuria ibada mara moja Jumapili mpaka Jumapili. Huna muda wa kusoma Biblia. Unapunguza kiwango cha ukaribu na yeye aliyekupenda, na hivyo upendo wako unapungua. Unajua, ndio kile kiwango ambacho Mungu anafika mahali cha kusema, watu wengi hawajui katika Methali, anasema anawapenda wale wanipendao na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Kiwango ni hivi, Mungu kweli anatupenda sote, na upendo wake ni kweli, ni kwa wote, na tabia yake ameiachilia kupitia mwanaye Yesu Kristo kuonyesha upendo. Lakini kadri ambavyo wewe aliyekupenda na unaupokea upendo wake, alafu na wewe unamwonyesha upendo, ataonekana kwako. Sema mimi, na kama unaliwa vizuri sawa sawa. Hapo ndio maana wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Maana yake umeupokea upendo wa Mungu, na wewe umeonyesha upendo, na unatafuta muda kwa yule anayekupenda, unampa muda, lazima utamuona. Sema amina kama tuko pamoja vizuri sawa sawa. Sema amina kama tuko pamoja vizuri sawa sawa. Kwa hiyo upendo, anasema watoto wadogo tusipende kwa neno wala kwa ulimi. Neno nakupenda, 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 lakini nothing. Hiyo nakupenda haishii hapo. Nakupenda ifuatie na tendo la upendo. Bwana apewe sifa sana. Na tendo la upendo maana yake nitaona kujali. Tendo la upendo nitaona kushughulika. Kwamba huyu anayenipenda kwenye shida anashughulika, anajari. Na Mungu anapopima hata upendo kwamba yeye ametupenda, na je, huyu ambaye mimi nimempenda ananipenda, anaangalia, anajali mahitaji yangu, anajali mahitaji yangu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Muulize, mwambie jirani yako, Mungu naye anayo mahitaji. Maana wengine wanafikiri ni wao kila siku amwendee Mungu, kwamba wao wanafikiri Mungu hana hitaji. Mungu anahitaji. Mwambie jirani yako, Mungu ana mahitaji. Hitaji la kwanza la Mungu, nataka ulijue hitaji la kwanza la Mungu. Mwambie jirani yako, nataka ulijue. Unataka ulijue hitaji la kwanza la Mungu kwa watu wake ni kuabudiwa. Hebu mwambie jirani yako, kuabudiwa. Mwambie kuabudiwa. Mungu anataka kuabudiwa. Hilo ndio hitaji la kwanza ambalo Mungu analihitaji. Kwa hiyo kama unampenda kweli, Mungu ataona cha kwanza unamwabudu. Na kumwabudu Mungu ni kipengele, sio kidogo. Watu wengine wanafikiri tu ni kuimba hapa. Kumwabudu Mungu ni maisha. Ni aina ya maisha unayoyachagua, ya namna ya kumwabudu, namna ya maisha unayoyaishi. Kumwabudu Mungu ni maisha. Maisha yako yalivyo katika uhusiano wako na Mungu. Sio tu hapa, na wengi ndio maana tunafika hapa hata hatububujiki, kwa sababu aina ya maisha tunayoishi hayamuonyeshi kumwabudu Mungu. Bwana atusaidie sana. Hayana hofu ya Mungu. Maisha tunayoishi hayana hofu ya Mungu, hayamjali Mungu, hayamheshimu Mungu. Sasa ukija hapa unasema tu Mungu ni mwema, wakati ndani yako humuofu. Maisha yako yenyewe humuofu, humheshimu. Umepunguza, umeondoa ile hali ya kumwabudu Mungu. Unapozungumza kumwabudu Mungu ni mapana. Hivi vitendo tunavyokuja hapa ni hali ya vitendo vinavyoonyesha vya nje, lakini kwanza yanaanza maisha katika mahusiano ya wewe na Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Sema amina kama tuko pamoja vizuri sawa sawa. Kwa Yesu anafunua upendo wa Mungu, kwamba ukweli Mungu alitupenda, na upendo wake umejengwa kwenye msingi wa kujali, umejengwa kwenye msingi wa kutoa. Haleluya. Unaweza ukaangalia ni muda upi unampa Mungu kwako. Mungu ana muda gani na wewe katika masaa 24 aliyokupa katika siku? Masaa 24 Mungu aliyokupa kama talanta, kama zawadi, Mungu ana muda gani? Unajua kuna fungu la 10 la masaa 24. Na fungu la 10 la masaa 24 ni masaa mangapi wapendwa? Ni masaa mangapi? 2.5.
masaa 2.5 ndio fungu la 10 la masaa 24. Sasa katika masaa 24 Mungu angalau anataka umpe masaa 2.5. Na yale unaweza kuyagawa. Unaweza kuyagawa katika maombi, katika kusoma neno, katika kufanya kazi ya Mungu, kumkwenda kumtembelea mwingine, kuguswa na mahitaji ya wengine, kuomba kwa ajili ya mwingine, kumtembelea mwingine kwa kumtia moyo, kumganga, kumpelekea kitu cha upendo, cha kuonyesha upendo. Ukigawa namna hiyo, unaweza kuyakuta hayo masaa 2.5 ni madogo sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na ukawa umempa Mungu kila siku sehemu ya 10. Lakini hata kama sio kwamba kwenda kumtembelea, hayo masaa 2.5 ukayagawa kwenye kusoma neno, ukayagawa kwenye maombi ya asubuhi, ukayagawa kwenye maombi ya night, maombi ya jioni. Bwana Yesu apewe sifa sana, ya usiku. Bwana Yesu apewe sifa sana. Lakini pia ukagawa katika, ukiyagawa hapo unaweza ukapata muda wa neno, muda wa maombi na nini, tayari fungu la 10 la siku. Kwa hiyo inawezekana unatoa fungu la 10 la mapato, lakini fungu la 10 la siku atumpi Mungu. Haleluya. 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 Mungu kuna siku unajua masaa tuliyopewa, nataka niwaambie wapendwa, tutayatolea mahesabu. Yaani usidhani umepewa masaa hayo bure. Ipo siku Mungu atakuambia, nimekupa muda masaa 24, nilikupa wewe katika maisha yako, uliishi masaa kadhaa. Unajua kila mtu ana masaa yake katika maisha yake. Wengine wana masaa malaki si ngapi. Wengine masaa 10 mangapi. Bwana Yesu atusaidie sana. Wengine masaa 1000 mangapi. Mungu amekupa, na katika yale masaa Mungu atakwambia kwamba ulifanya nini. Tumishi wa Mungu, ulifanya nini? Adani, masaa haya nilikupa, ulifanya nini? Mboni ulikula masaa yangu yote na sikuona kitu, na nakuja sioni chochote. Nataka matunda kwenye masaa haya, unizalishie kitu. Aidha usababishe kazi ya Mungu iendelee kwa kuiombea, aidha usababishe kazi ya Mungu iendelee, aidha usababishe mtu mmoja aokolewe, aidha usababishe ufalme wa shetani uharibiwe. Kitu chochote ambacho umekitenda cha kiroho, maombi au nini, katika masaa hayo yako 2.5, yani fungu lako la 10 la siku la muda. Haleluya. Sema mimi na kama tuko pamoja vizuri sawa sawa. Naomba zamilia mwaka 2026 tunaokuja, mpe Mungu fungu la 10 la muda. Tenga muda masaa 2.5 kila siku. Hayo uambie, haya ni masaa yangu ya kuzungumza na Mungu. Utayatenga mwenyewe. Inaweza usiyapate kwa muda wa wakati moja, lakini ukiyatenga kwa muda yatafika. Ukiyatenga asubuhi kawa na saa 1, lakini mchana pale uko kazini ukapata nusu saa yako ya kusoma Biblia wakati wa mapumziko, tayari umekuwa na saa 1.5. Na usiku ukapata muda wako wa saa 1, tayari umekuwa na masaa 2.5, fungu la 10 la siku. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Lakini upendo huu uliojengwa kwenye msingi wa kutoa, maana yake muda, mali au vitu tulivyokuwa navyo, ndio upendo huu umejengwa. Na Yesu ukajenga kwa kutoa kiwango cha kutoa uhai wake. Upendo huo uliofunuliwa, ambao ni tabia ya Mungu, ulimpa Yesu kutoa uhai wake. Hata kile kiwango cha kuingia tu tumboni azaliwe, ilikuwa ni kiwango cha kutoa. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Mungu anaingia tumboni azaliwe, ilikuwa ni kiwango cha kutoa. Achukue umbile la kibinadamu lenye udhaifu, linalosikia maumivu, linalosikia shida, linalosikia tabu, alivae ili awe Emmanuel, Mungu pamoja nasi. Bwana Yesu apewe sifa sana. Ilikuwa ni kiwango cha kutoa kikubwa sana. Wafilipi ndio anasema yukuwa yu namna ya Mungu.
Hakuona kule kuwa sawa na Mungu ni kitu cha kushikamana nacho. Bwana atusaidie sana. Bwana atusaidie sana. Kwa hiyo Biblia katika msingi wa upendo wa Mungu, namba 3 tunaangalia kwamba kama Mungu alitupenda sisi, pia inatupasa kuwapenda wengine. Bwana apewe sifa sana. Unashughulika mara ngapi na matendo ya upendo kwa wengine? Jana tulikuwa tunapata ushuhuda kwa mtumishi wa Mungu mmoja. Anasema alikuwa akiwa kule Ngerengele, akiwa askari, lakini Mungu ameokoka. Kwa komando huyu ameokoka kwa askari, lakini akawa anatumia muda wake wa jioni kila siku kwenda hospitalini. Amebeba na yeye akachagua, mimi nitakwenda hospitalini, lakini natafuta mtu ambaye hana mtu wa kumpelekea chakula, mimi nitakuwa napeleka. Akaenda akakuta mtu mmoja ambaye ni Masai, mama mmoja wa Kimasai. Akaamua kuwa anampelekea, akifika anamwambia. Hakusema naye neno la Mungu hata. Anasema sikusema naye neno la Mungu hata, lakini nilikuwa ninaenda, nikifika nampelekea uji, mchana namletea chakula ambacho anakula mpaka jioni, namuombea, naondoka. Nafanya hivyo. Baadaye yule mama akapona, akaruhusiwa, akaondoka, na wala hakujua anatokea wapi. Kila anasema siku moja nimealikwa Umasaini kuhubiri. Nashangaa mtu anasema hey. Ananyosha vidole, anaongea Kimasai, yule. Sasa anashangaa, anasema nikatetemeka, anasema leo Wamasaini huko watanimaliza leo. Imekuweje leo? Mbona huyu ananyosha vidole huyu? Sasa anamuuliza mchungaji wake mchungaji mwenyeji wake Masai. Kwa hiyo anasema yule pale alikuwa ananiletea mimi hospitalini chakula na kuniombea, yule pale, yule mchungaji pale alikuwa ananiletea mimi chakula na hospitalini nilikuwa nimelala. Anasema nilishangaa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Nikatiwa moyo sana. Mpe Bwana makofi ya shangwe na vigelegele kwa Yesu. Mungu asahau. Wapendwa, turudishe huduma za hospitalini. Haleluya. Rudisha huduma za hospitalini. Kama Yesu amezaliwa, onyesha upendo wa Mungu, na sisi tuonyeshe upendo kwa wengine. Rudisha huduma. Kubali ukiamua hata weekend moja, hata kama ni kwa mwezi mara moja, basi tenga, sema nitapika uji, nenda hospitalini, peleka ule uji kwa wanahitaji wale watu kuona upendo. Huo upendo tu utawavuta. Turudishe huduma za hospitalini. Moja huduma zilizopotea sasa ni huduma za hospitalini. Na hazihitaji kutafutwa kwamba mchungaji, zinahitaji tu mtu aliyekuwa tayari, anayeguswa na maumivu ya wengine. Bwana Yesu Kristo asaidie sana. Kuna watu ambao ukimpelekea hana kipande hata cha sabuni cha kuogea, cha kufulia nguo zake kule hospitalini. Wewe ukikibeba kile kipande ukampelekea, anaona Mungu amemjia mzima. Na huduma za hospitalini ukifika, msikilize Roho Mtakatifu. Kuna wengine Roho atakwambia usiongee naye chochote. Yaani ile tendo lako la upendo tu linagusa. Mwingine anaweza kuambia usiongee naye neno la Mungu lolote. Wewe ukifika pale, mpelekele, umwambie nikuombee. Akiwa tayari muombe. Bwana apewe sifa sana. Na kuna wengine Roho atasema zungumza naye. Na utazungumza naye na utashangaa umempata mpendwa mwenzako. Bwana Yesu apewe sifa sana. Sema amina kama tuko pamoja vizuri sawa sawa. Turudishe huduma za hospitalini. Na naombe ni makundi yote, CS, WWK, watoto, mwaka huu lazima mpange huduma za kwenda hospitalini. Yaani tusiishie huduma ya ndani, lazima tuguse ulimwengu, tuwaguse wengine kwa kuonyesha upendo wa Kristo. Bwana Yesu apewe sifa sana. Sema amina kama tuko pamoja vizuri sawa sawa. Sema amina kama tuko pamoja vizuri sawa sawa. Twende huko na Mungu wa mbinguni atakubariki sana. Lakini pia tunayo huduma nzuri ya huduma nzuri ambayo sasa TAG imeanzisha kwa ajili ya kufikia
watu wenye makundi maalum. Makundi maalum kama vile watu wa madawa ya kulevya, machangudoa. Kitaji huduma utafundishwa na utaweza kufika. Lakini kwa wale pia ambao unataka kufikia magerezani, huduma hiyo imeanzishwa, na sasa ukiwa tayari unaandikiwa tu barua ya namna ya kufika gerezani. Bwana apewe sifa sana. Kupitia huduma hii, kupitia kanisa letu la Tanzania Assemblies of God, wameanzisha huduma ya kufikia makundi maalum pamoja na magereza, na tunashukuru kwamba mkuu wa magereza ametupa kibali hicho sasa. Kwa hiyo ukihitaji, naweza kuunganisha moja kwa moja na yule mtu mwenye mzigo huo, ukakutana na anayeratibu hiyo, na ukaandikiwa barua na ukaenda. Hata kama kundi likihitaji kufika gerezani, aidha WKCS au nini, unaandikiwa barua na inawapeleka kuwatambulisha, na mnapeleka msaada wenu na ile huduma. Bwana Yesu apewe sifa sana. Sema amina kama tuko pamoja vizuri sawa sawa. Kwa hiyo namba 2 nimesema msingi wa huduma ya katika imejengwa katika upendo wa kujali na upendo wa kutoa. Na namba 2 ya Kirumi nasema sisi pia imetupasa kuwa na tabia ya upendo wa Mungu kwetu. Waraka wa kwanza wa Yohana sura 4 mstari ule wa 11 na wa 12. Mstari wa 11 na wa 12. Anasema, wapenzi, ikiwa Mungu alitupenda sisi hivi, imetupasa sisi kupendana. Hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wowote. Tukipendana, Mungu hukaa ndani yetu na pendo lake limetimilika ndani yetu. Wapenzi, ikiwa Mungu alitupenda sisi hivi, imetupasa kupendana. Kwa lazima tujali upendo. Jali kumpenda mwingine. Hebu mguse jirani yako mwambie jaa upendo wa Mungu. Mguse tena jirani yako mwambie jaa upendo wa Mungu. Katika mipango ya mwaka wako mzima, tafuta kusema kwamba hivi nitafanya kitu gani kwa ajili ya kugusa mwingine, muhitaji mwingine. Usijiwekee tu mipango ya mafanikio tu yako, lakini jiwekee mipango pia ya kuonyesha upendo kwa wengine. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa kufanya matendo ya upendo kwa wengine, na Mungu wa mbinguni atakuinua, kwa sababu utakuwa umeipata tabia ya Bwana wetu Yesu Kristo, aliyoidhihirisha tabia ya Mungu, aliyodhihirisha kwa njia ya upendo. Yohana sura 13 mstari wa 34 na 35. Naomba aliyopata somo mchungaji soma 13 mstari wa 34 na 35. Yohana Mtakatifu mlango wa 13 mstari wa 34 na 35. Biblia inasema, amri mpya nawapa, mpendane kama vile nilivyowapenda ninyi, nanyi mpendane vivyo hivyo. Hivyo watu wote watatambua ya kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu, mkiwa na upendo ninyi kwa ninyi. Haleluya. Na ninawaombea kanisa, tunapoona Mungu Yesu Kristo amedhihirisha tabia ya upendo wa Mungu kwetu, tupendane. Bwana apewe sifa sana. Tuonyeshe upendo. Kama ni kitu, ni jambo tunashikamana pamoja, ni harusi pamoja, ni msiba pamoja, mwenzetu ameumwa pamoja. Bwana Yesu apewe sifa sana. Huo ndio upendo. Na anasema tukipendana sisi kwa sisi, watu watamuona Mungu ndani yetu, watamtukuza Baba yetu aliye mbinguni, kwa sababu Mungu anadhihirishwa na kuonekana kwa njia ya upendo. Haleluya. Nyakati zile za nyuma, siku moja mpendwa mmoja akawa ameokoka, kijana, na familia yake walikuwa hawajaokoka, wote ni watoto wa mjakazi. Lakini kanisa lilivyoshikamana na kumshika pamoja, harusi ikafanyika kwa kishindo kikubwa, maana kanisa limesimama pamoja. Walipokuja wale ndugu zake, walipokuwa wanaangalia, walisema kweli mtoto wetu umepata watu wazuri wanaomjua Mungu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Wamekutendea haya ambayo sisi ndugu zako tusingeweza
kukutendea. Hawajamuona Yesu wao. Bwana Yesu apewe sifa sana. Hawajamuona Yesu wao. Hawajaona upendo wa Mungu hao. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa nini hao baadaye wasivutwe na huyo Yesu? Kwa naomba tujae upendo wa Mungu. Moja ya kanisa ambalo nilikuwa nalipenda sana, kanisa la Kajiongeni, wakati mchungaji marehemu Mzirai yupo. Kanisa lile walikuwa na upendo mkubwa, mshikamano wa kushikamana pamoja katika mazingira yote na hali zote. Bwana Yesu atusaidie sana. Hebu sisi pia tujenge mshikamano wa kushikamana katika hali zote. Hali zote. Isiwepo hata kama hujafikia kile kiwango. Maana mwingine anadhani kwamba kuchanga kwenda kwenye harusi ni paka na yeye aende, kwamba kama kamati imeweka kiwango ni shilingi 50,000, kwamba asipotoa 50,000 asipoenda na yeye hawezi kutoa. Kuonyesha upendo hata kama sina uwezo wa namna hiyo. Ninasema ndugu yangu, sina uwezo wa namna hiyo, lakini hii 10,000 itaongeza pale. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Anatiwa moyo. Anatiwa moyo yule mtu. Akipeleka pale, ile 10,000 haitakuwa sawasawa na ile shilingi 9,000. Maana yake itakuwa 19,000 iliyokuwepo pale. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo tunatakiwa tushiriki, tupendane sisi kwa sisi, maana Mungu amefunua pendo kupitia kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Kwa hiyo Christmas hii ambayo tumemaliza kuisherehekea siku ile ya Alhamisi, inatufundisha kwamba upendo wa Mungu umefunuliwa, na upendo huo unatulazimisha na kutupa sisi kupendana sisi kwa sisi na kuonyeshana matendo ya upendo wa Mungu wetu, ili watu wapate kumwona Mungu na kumtukuza Mungu kupitia maisha yetu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Hebu mwambie jirani yako, watu wanapaswa wamtukuze Mungu kupitia maisha yetu. Mwambie tena jirani yako, watu wanapaswa wamtukuze Mungu kupitia maisha yetu. Bwana apewe sifa sana. Kila mmoja anapaswa mtukuze Mungu kupitia maisha yetu. Wanapotuona ndugu zako, jamaa zako, rafiki zako, majirani zako, watu wamtukuze Mungu kupitia maisha yetu. Waone ule upendo wa Kristo umetufunika. Bwana atusaidie sana. Na upendo wa Kristo ndio hivyo, hauna ubaguzi. Hawezi sema usichange, wewe sio kabila langu, usihudhurie kwenye msiba, wewe sio mtu wa kwetu, hata nikifa atuende naye njia moja. Huo sio upendo wa Mungu. Upendo wa Mungu unawapenda wote, unawajali wote, unahusika na wote. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na mimi naomba Bwana akugaie mtu wa Majoe Christian Center upendo wa Mungu. Haleluya. Ujali, uguswe na maumivu ya wengine, na ujitoe kwa kiwango cha kujidhabihu kwa hali ya mwingine anayohitaji. Bwana Yesu apewe sifa sana. Tutaendelea siku ya Jumatano. Simama pale ulipo. Simama pale ulipo. Tunakwenda kuomba. Haleluya. Nakupenda. 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 Yesu. Nakupenda. Nakupenda. Bwana wangu. Nakupenda. Mungu wangu. Nakupenda. 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 Yesu nakupenda. Nakupenda. Bwana wangu. Nakupenda. 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 Nakupenda.
Weka mkono kwenye moyo wako. Haleluya, haleluya. Nataka niombe. Baba, katika jina la Yesu, naiweka kila nafsi iliyohudhuria mahali hapa, hata wale wanaotufuatilia kupitia FB TAG Majoy Christian Center. Bwana Yesu, ninawaweka mikononi mwako wakati huu. Ninaomba nguvu yako na neema yako, tabia yako uliyoifunua, tabia ya Mungu ya upendo uliyoifunua kwetu kupitia kuzaliwa kwako. Bwana, iachiliwe kwa watu wako. Bwana, iachiliwe kwa watu wako. Imiminike kwa mwanamke huyu, imiminike kwa mwanaume huyu, kwa maana umesema Mungu ni pendo. Mungu ni pendo, tabia yake ni upendo. Na ikiwa Mungu alitupenda hivi kwa kiwango hichi cha kumtoa mwanae azaliwe katika hori la kulia ng'ombe, mahali pa chini kabisa, mahali pa kuzalaulika, lakini ulikubali kuonyesha upendo wako kwa kiwango cha kumtoa mwanao azaliwe kwenye hori la kulia ng'ombe. Asante kwa upendo uliotuonyesha kwa kiwango hiki, e Bwana, kwa kiwango hiki, e Bwana. Tunakushukuru kwa upendo huu Bwana. Tunaomba tushike kwa pendo lako, tushike kwa pendo lako tunapomaliza mwaka na kuingia 2026. E Bwana, mimina pendo lako, mimina pendo lako, mimina pendo lako. Rapapapa sheki rikoteke. Hebu tuombeane, kila mmoja mshike mwenzake. Omba na mwenzako wakati huu, omba na mwenzako wakati huu. Mwambie Bwana, mwambie Bwana, mwambie Bwana, mwambie Bwana, mwambie Bwana, mwambie Bwana ya kwamba amimine pendo, amimine pendo. Mungu amelifunua pendo kupitia kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Mungu amimine pendo, pendo lake limimine ndani yako. Mungu anasema na sisi tunapaswa kuwa watu wa tabia gani? Watu wa tabia ya upendo wa Mungu, wenye kujali, wenye kujitoa, 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 wenye kupendana sisi kwa sisi, wenye kutoa muda, wenye kutoa mali, wenye kutoa vitu vyetu, wenye kujitoa kwa Mungu na kufanya yale yampendezayo Mungu wa mbinguni. Muombe mwenzako, Mungu amjaze upendo wake katikati yake, na atembee na upendo wa Mungu, na aishi ndani ya upendo wa Mungu, atende ndani ya upendo wa Mungu katika mwaka, kumaliza mwaka na kuanza mwaka mwingine wa 2026. Baba, katika jina la Yesu, jina lalopita majina yote, omba, omba, usinyamaze kimya. Muombe mwenzako katika jina la Yesu. Ninaomba neema yako, e Bwana, ile inayotosha Mungu wa mbinguni. Mimina pendo lako katikati yetu. Achilia, e Bwana, ule upendo wa Mungu ambao ni tunda linalopaswa kuvunwa kutoka kwetu, e Bwana. Watu walione ile tunda la upendo, walivune, e Bwana. Jamii zetu zivunwe, watu wa Majoy wavunwe, wavune tunda la upendo Bwana. Ndugu zetu wavune, kaka zetu wavune, dada zetu wavune, baba zetu wavune, shangazi zetu wavune, majirani zetu wavune tunda la upendo kutoka kwetu, e Bwana, katika jina la Yesu. Umeliachilia Bwana tabia ya upendo
kama tunda kwetu, ili ilete mazao mengi, ili ilete mazao mengi, ili ilete mazao mengi. Kwa upendo wako Bwana, umetununua wote, umetununua wote, watu wa kila taifa, watu wa kila kabila, watu wa kila jamaa. Bwana, katika jina la Yesu, Bwana, katika jina la Yesu, ongeza viwango vyetu, ongeza viwango vyetu vya upendo wetu kwako Bwana, viongeze, ongeza kiwango, ongeza kiwango cha upendo Mungu wa mbinguni kwako, kimiminike Bwana, kiachiliwe Bwana. Roho Mtakatifu mimina, Roho Mtakatifu mimina, Roho Mtakatifu mimina, Roho Mtakatifu mimina, Roho wa Bwana mimina. Bwana, ongeza kiwango cha upendo katika jina la Yesu, kizalike, kiongezeke kwa kiwango kikubwa cha kujitoa, hata kutoa mali, hata kutoa muda, hata kutoa wakati, hata kutoa riambarabasekerianda, vitu vyote ambavyo Bwana umetupa kwa ajili ya kazi na utumishi wako. Yesu, 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 tunahitaji Bwana, mimina ndani yetu, achilia ndani yetu Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, zalisha ndani yetu katika jina la Yesu. Bwana, tunakuhitaji. Asante Yahweh, asante Jehova. Riboboboseki, riboriandararaba, rapayapakasakarama, riboboboboseki, rapayandararaba, ramayandoboriandabaraba, riborororororo yekesi. Haleluya, haleluya. Nataka niombe na wewe ambaye una maumivu ya mgongo. Hapo ulipo unasikia maumivu ya mgongo, sogea hapa. Una maumivu ya mgongo, unasikia maumivu ya mgongo, naomba sogea hapa tuombe na wewe. Nguvu ya Mungu iko hapa kukugusa, 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 kukugusa. Roho wa Bwana yuko hapa kukugusa. Una maumivu ya mgongo tena eneo hili, eneo hili, eneo hili, unasikia maumivu eneo hili, eneo hili, eneo hili ndio maumivu nasikia makali. Sogea hapa tuombe na wewe. Nguvu za Mungu zipo zinakwenda kukugusa, nguvu za Mungu zipo zinakwenda kukugusa katika jina la Yesu. Mungu wa utukufu, Baba wa milele, Falme wa falme, Mungu tuponyaye, ninaomba uponyaji kwa mama huyu sahi katika jina la Yesu. Bwana, umponye sasa, maumivu hayo yaondoke katika jina la Yesu. Bwana, uguse mgongo wake sasa, na nguvu ya uzima ingie ndani yake sahi, na tamka uzima katika jina la Yesu, na maumivu yote henda katika jina la Yesu, na nguvu ya uzima ingie ndani yako, ponyaji wa Kristo ingie ndani yako. Mgongo ufunguliwe sasa, pokea uponyaji, pokea uzima, pokea afya. Bwana kufungue katika jina la Yesu. Hayo maumivu, get out in the name of Jesus. Toka nje kwa jina la Yesu. Pokea uzima na uponyaji katika jina la Yesu Kristo Mwokozi. Haleluya. Nataka niombe na wewe ambaye umekuja pengine ni mdhaifu katika mwili. Sio huyu ambaye anaumwa mgongo, ni mdhaifu katika mwili. Sogea hapa tuombe na wewe. Nguvu za Mungu ziko hapa, nguvu za Mungu ziko hapa. Na hata unaonifuatilia kupitia mitandao ya kijamii, pengine uko hapo mahali, jambo la kwanza la muhimu, ili upendo, tabia ya Mungu ya upendo iliyofunuliwa kwa kuzaliwa kwa Yesu Kristo, ili Yesu awe mwokozi, awe Bwana na mponyaji wa maisha yako. Jambo la muhimu mno kwako, mpe Yesu Kristo maisha yako, awe mwokozi wa maisha yako. Kwa mahali ulipo ndugu yangu ambaye unanifuatia kupitia mitandao ya kijamii, unasema nimesikia ujumbe wa neno la Mungu na naukubali upendo wa Mungu leo, nataka kutubu dhambi zangu, kwa kumaanisha kuziacha. Nifuatishe sala hii ambaye unanifuatilia kupitia mtandao wa kijamii. Sema maneno haya pamoja nami. Sema, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Ninaomba unisamehe dhambi zangu zote nilizozitenda tangu toto mpaka leo hii. Ninafungua mlango wa moyo wangu na kukaribisha Yesu, karibu ndani yangu, uwe Bwana wangu na Mwokozi wangu.
wa maisha yangu. Na hata kama unaumwa, upo huko, Mungu hana umbali. Tunakwenda kukuombea na wewe ambaye unatufuatia kupitia mitandao ya kijamii. Na kama umeokoka, utaandika ujumbe mfupi useme mimi nimeokoka, niko mahali fulani. Tutakusaidia nasi tutafurahi pamoja na wewe, tutakuongoza na tutakusaidia namna ambavyo utapaswa kujifunza na kuendelea na uokovu huo. Mahali popote ulipotuma ujumbe kupitia Facebook hiyo ambayo unatufuatilia, alafu tutapata ujumbe huo na utatusaidia sana, nasi tutakusaidia kukuongoza vizuri namna ambavyo unapaswa kufanya ili kuendelea kutunza na kulelea wokovu wako. Nataka niombe na wewe pia, huko mahali ulipo, unaweza kuweka mkono kwenye moyo wako na nguvu ya Mungu itakugusa. Na hao walio mbele hapa, Bwana anakwenda kuwagusa sasa. Baba, katika jina la Yesu, ninasimama kinyume na kila namna ya udhaifu na ugonjwa. Ninaamuru magonjwa yote na udhaifu wote, ninaamuru toke kwa jina la Yesu. Hama kila namna ya udhaifu, hama kila namna ya udhaifu katika jina la Yesu. Kwa kupigwa kwa Yesu, mama huyo amepona. Ninatangaza uzima, ninatangaza uzima, ninatangaza uzima. Pokea uzima, pokea uzima, pokea uzima. Ugonjwa, udhaifu katika mwili uondolewe sahi katika jina la Yesu. Hama udhaifu katika jina la Yesu. Pokea uponyaji, pokea uzima, pokea afya. Bwana kufungue uwe mzima katika jina la Yesu. Ninatamka uzima na uponyaji. Ninakemea roho ya udhaifu katika mwili, ninakemea kwa jina la Yesu kila aina ya magonjwa, kila namna ya udhaifu ndani ya mwili wako, hana kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Uwe na uzima, uwe na uzima, uzima kwenye nafsi, uzima kwenye roho. Ipokea uzima na uponyaji katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Wote tuseme amen kubwa sana. Sema tena amen. Mungu akubariki sana. Simama pale ulipo, weka mkono wako mtumishi wa Mungu mbele, utufungie kwa maombi. Karibu. Weka mkono kwenye moyo wako namna isimama ulipo. Weka mkono. Weka mkono kwenye moyo wako. Naomba nikuongoze maneno mawili matatu sawa sawa na ujumbe ambao Baba amefundisha.